Wakati leo ikiwa Jumatano ya Mei 7 mwaka 2025, makardinali wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura wanakutana katika baraza la siri la kuweza kumchagua papa mpya ambaye atakuwa ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Huu ni mkutano wa siri ambao unafanyika katika kanisa dogo la Sistina, ukijumuisha makardinali 135 kutoka maeneo mbalimbali duniani. Na kwa Tanzania nimeona katika orodha ya makardinali ambao wanapiga kura na kupigiwa kura limo jina la Kardinali Rugambwa ambaye anatoka Tanzania. Mkutano huu unafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi Aprili 26 mwaka huu 2025. Na nikufahamishe tu kwamba hakuna muda maalum uliowekwa kumchagua papa mpya, lakini mikutano miwili ya awali, ule ambao ulifanyika mwaka 2005 na ule ambao ulifanyika mwaka 2013, yenyewe ilidumu kwa muda wa siku 2 pekee, na mwisho wa siku papa akapatikana. Kwa zaidi ya miaka 750 sheria kali zimetawala orodha ya makardinali wanaokusanyika kumchagua papa, na kumekuwa na usiri mkubwa wa kuzuia taarifa kutoka nje kuingia ndani na za ndani kutoka nje. Makardinali wakisalia na utumishi zaidi kwenye kuchagua kuliko ushawishi wowote kwenye kulinda usiri, na hata baadhi ya vyakula vinazuiliwa kuweza kuingia ndani mwa kanisa hilo. Kwa mfano tu nikwambie, kuku ni moja kati ya kitu ambacho kimepigwa marufuku kutoka kwenye meza ya makardinali kwa karne nyingi, kwa sababu vinaweza kutumika kupitisha ujumbe wa siri. Na kuna makardinali 252 kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari mwaka 2025 ambao kwa kawaida pia ni maaskofu, na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kumpigia kura papa mpya ambaye atakwenda kuliongoza kanisa Katoliki ulimwenguni. Idadi ya makardinali wanaopiga kura kwa kawaida huwa wanapunguzwa mpaka kufikia 120, lakini kwa sasa tumefahamishwa, na katika orodha ambayo nimeiona, nimeona kuna majina ya makardinali 135, na kati yao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua papa mpya ambaye atakuja kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Hii ndio idadi kubwa zaidi ya makardinali wenye umri wa kupiga kura katika historia ya kanisa Katoliki ulimwenguni. Na makardinali hawa ni washiriki wakuu wa makasisi wa kanisa Katoliki, na kwa kawaida huwekwa wafu kuwa maaskofu. Kwa hiyo hawa ni maaskofu, na Papa Francis ni kati ya viongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni ambao waliteua idadi kubwa ya makardinali wenye umri wa kupiga kura, takriban makardinali 108, wakati wengine walichaguliwa na watangulizi wake, Papa Benedikti wa 16 pamoja na mtakatifu Papa John Paul wa pili. Zoezi linaanza leo na tayari wamejifungia katika kanisa dogo hili la Sistina, moja kati ya makanisa yaliyopo pale makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican, ambapo watakaa humo mpaka atakapopatikana papa mpya ambaye atakuja kuliongoza kanisa Katoliki ulimwenguni. Hii ni Red Pro Media, tuko hapa kuweza kukufahamisha mengi zaidi, na kama tulivyokuahidi kwamba tutaendelea kukupatia na kukufahamisha nini ambacho kinaendelea katika mchakato mzima wa kumpata papa mpya wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Usiache kushare, kulike na kucomment, lakini pia usisahau kuambia ndugu zetu na marafiki zetu waende katika channel yetu mpya
ya The Open TV. Wasubscribe na kushare na kucomment huko, kwa sababu taarifa nyingine nyingi tutakuwa tunazipeleka katika akaunti hiyo ya The Open TV. Kwa wale ambao wanaona kuna ugumu wa kuweza kuifikia The Open TV, basi hapa katika video hii chini kuna description ambayo tumekuwekea linki ambayo ukibonyeza moja kwa moja itakupeleka katika akaunti yetu mpya ya The Open TV.